akamkazia macho akampenda. Mgeuke mwenzako, hata kama akiwa akiongea, akamkazia macho wote, akamkazia macho akampenda. Karibuni katika ibada hii ya misa takatifu ya leo. Leo hii tunaadhimisha Dominika ya 13 mwaka A wa Kanisa. Na katika Dominika hii somo tulisikia, somo la kwanza, nafikiri linatuhusu sisi vijana siku ya leo kwa namna ya pekee. Katika somo la kwanza tumesikia simulizi ya mwanamke mmoja Mshumeni kutoka mji aliyetusomea siku alivyotamka kutoka mji wa Shumeni, lakini watu wa kule walikuwa wanaitwa Shumeni. Kwa hiyo yeye alikuwa anatoka mji wa Shumeni. Huyu mwanamke alikuwa mwanamke tajiri, na maandiko matakatifu somo la kwanza linamtambulisha kama mtu aliyekuwa tajiri, mtu mwenye cheo, mtu mwenye kuheshimiwa, na mtu aliyekuwa na maisha yake, aliyekuwa na ushawishi mkubwa sana kwa jamii, kwa huo mji wa Shumeni. Tuchukue mfano hapa Tanzania, hapa mwanamke yupi? Na huyu mwanamke ukisoma historia yake alikuwa mwanamke mzuri, kwa sababu alikuwa na hela, alikuwa tajiri, kwa hiyo alikuwa mwanamke mzuri sana. Sifa Yesu Kristo. Akamkazia macho akampenda. Tuchukue mfano kwa haraka hapa Tanzania, mwanamke aliyekuwa mshawishi mkubwa kwa watu nani? Wewe Wasepetu au nani? Wale wasanii waliokuwa na mshawishi mkubwa sana kwenye jamii, wanafahamika wa hela zao. Kwa hiyo tupige picha kwamba tuchukulie mfano tu hapa Tanzania, mwanamke mmoja aliyekuwa na mshawishi na mzuri wa hela zake. Hivyo huyu mwanamke, somo la kwanza linamtambulisha kuwa alikuwa mtu maarufu, tajiri, alikuwa na ushawishi mkubwa kwa jamii. Hivyo lakini somo la kwanza linamtambulisha huyu mwanamke wa Shumeni kama mtu aliyetambua nabii Elisha. Kwa utambuzi wake wa nabii Elisha, basi somo la kwanza linatuambia huyu mwanamke alimtambua nabii Elisha na kujua moja kwa moja kwamba huyu ni mtakatifu, mtu wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Somo la kwanza linaendelea kutuambia kwamba Elisha alikuwa amechoka. Ni kama walikuwa wanatembea, walikuwa njiani, na katika harakati za kutembea wakakutana. Huyu mwanamke wa Shumeni akakutana na nabii Elisha. Nakutana na nabii Elisha. Elisha alikuwa amechoka, ana vumbi miguuni na kwa amechoka. Lakini huyu mwanamke akaweza kutambua huyu nabii Elisha kwamba ni mtakatifu, mtu wa Mungu. Msifu Yesu Kristo. Huyu mwanamke wa Shumeni au wa mji wa Shumeni, yeye aliweza kuangalia nabii Elisha sio kwa macho ya nyama. Kama macho ya nyama mnaelewa, sio? Aliweza kuangalia nabii Elisha kwa macho ya rohoni, ndipo akaweza kumtambua kwamba huyu atakuwa mtakatifu, mtu wa Mungu. Kadiri ya maandiko matakatifu tukisoma, tuambie Elia alikuwa amevaa nguo za Elisha alikuwa amevaa nguo za kawaida, yaani mpaka kumtambua ilikuwa mwisho sana, lakini huyu ataweza kumtambua. Wapendwa, tunapo
tunapotafakari somo hili la kwanza, hasa sisi vijana, kuna changamoto siku hizi ndani ya kanisa, lakini pia nje katika maisha ya jamii. Tuna mtindo wa kuwadharau au kutothamini watu, na hasa sisi vijana. Kwa haraka unaangalia muonekano wa mwanaume alivyovaa, naambia hapa hamna kitu. Tumsifu Yesu Kristo. Unaangalia kwa haraka mwanaume alivyovaa, muonekano wake, ana gari, ana fedha, yaani unapomwangalia tu wewe unatoa jaji na kwamba hapa hamna kitu. Na mara nyingi sisi vijana tunaangalia ubora wa mtu, tunaangalia uzuri wa mtu. Kama wewe ni kijana wa kike, tunaangalia ubora wa mwanamke, alivyoumbwa, maumbo yake. Wengine wanasema akiwa amejaza nyuma huko ataoneka. Kwa hiyo tunaangalia vitu vingi, alafu uzuri na mambo mengine. Tuko kwa upande wa wanawake wanapotafuta wanaume, tunaangalia huyu ana gari, huyu, yaani unapomwangalia tu mtu unaanza kumdharau kwamba huyu ana nini, huyu ana gari, kwanza alivyovaa sio handsome, sio mimi nataka mwanaume tall, mimi nataka, yaani una vigezo vyako. Na hapo ndipo unapokosea. Huwezi kupata mwanaume au mwanamke kupitia mitandao ya Instagram au Facebook au TikTok. Siku hizi kuna Snapchat. Mtu anaweka tu, lakini ukikutana naye unaweza kukimbia. Tumsifu Yesu Kristo. Hivyo huwezi kupata mtu mwaminifu au mtu mwenye thamani na ukatambua kwamba huyu yuko hivi. Kumbe ndivyo ilivyokuwa kwa huyo mwanamke Mshumeni. Yeye aliweza kuvuka mtazamo wa kinyama zaidi au wa kidunia zaidi, akaweza kumtazama Elia kwa macho ya kiroho zaidi. Kumbe tunapotafakari somo hili la kwanza, muda mwingine tutakuja kukosa watu wenye wamepakwa mafuta, waliotumwa na Mungu katika maisha yetu, kwa sababu tu tunadharau watu, kwa sababu tu tunafikiria kwamba huyu hana chochote. Mwenyezi Mungu daima anatoa mbegu, anatupa mbegu. Kwa mfano, kama wewe ni mwanamke, Mwenyezi Mungu anakupa mbegu. Ukishapatana na mwanaume, anakupa mbegu ndani ya mwanaume huyu. Nikisema mbegu sio mbegu, mbegu. Kwa hiyo mbegu hizo Mwenyezi Mungu anaweka ndani ya moyo wa yule mwanaume au mwanamke unayetaka kuoa, na hapo ndipo mnapoanza maisha, unaanza kujenga maisha yenu. Kwa hiyo daima nawasihi sana vijana, tusio watu wa kutokuthamini wenzetu, tusio watu wa kuwadharau wengine kwa sababu tu ya muonekano wao au kabila zao au udhaifu wao na kadhalika na kadhalika. Tuvuke hayo, tuwatazame wenzetu kwa macho ya kiroho zaidi, ili tuweze kupata neema na baraka katika maisha yetu. Muda mwingine Mwenyezi Mungu anatutumia watu wa kawaida sana ili watuletee neema na baraka katika maisha yetu.